Karibu katika taarifa zetu za habari, na leo tuko mkoani Kigoma. Hapa niliposimama ni eneo ambalo kuna katiza mto Malagarasi, ambako kuna jengwa daraja refu kabisa kwa la reli ya SGR ambalo litakatiza hapa. Lakini unayoiona nyuma yangu ni kamati ya kudumu ya bunge ya uwekezaji, ambapo hivi leo inafanya ziara kukagua mradi huu wa kutokea Tabora hadi Kigoma. Nikusihi tu uendelee kubaki nami ili uweze kufahamu yatakayojiri katika ziara hii. TRC, shirika la reli Tanzania, SGR, treni ya mwendo kasi kwa maendeleo ya TRC. Mheshimiwa Augustine Vuma ni mwenyekiti wa kamati ya kudumu ya bunge ya uwekezaji wa mitaji ya umma. Pamoja na mambo mengine ambayo amejionea, lakini pia amesikia kupitia taarifa ya TRC, amelipongeza shirika, lakini pia ameeleza ni kwa namna gani mradi huu wa kutoka Tabora mpaka Kigoma unakwenda kuifungua nchi ya Tanzania pamoja na nchi za jirani kwa kuwezesha masuala ya kiuchumi. Ujenzi wa reli lot namba 6 Tabora kwenda Kigoma umeanza na unaendelea. Tumeona kama kamati, tumekagua, tumeshuhudia kama kamati ya bunge ambayo inahusika au inasimamia uwekezaji wa mitaji ya umma. Kutoa trilioni 1 kwenye makusanyo ya serikali, sio fedha za mkopo, sio jambo la kubeza, ni jambo kubwa ambalo linapaswa kupongezwa kweli kweli. Na niseme tu wananchi wa huku magharibi, hasa Kigoma, lakini na nchi jirani Kongo na Burundi, walisubiri sana loti hii kwa sababu huko kuna mizigo mingi sana ambayo inapaswa kusafirishwa kupitia reli hii kwenda Dar es Salaam na kwenda nje ya nchi kupitia bandari yetu ya Dar es Salaam. Kwa hiyo kwanza nipende kuipongeza serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ya awamu ya 6 chini ya Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan kwa maamuzi haya ya kimapinduzi na kizalendo kabisa ya kuanzisha, ya kuendeleza ujenzi wa SGR, hasa kuanzisha ruti hii ya awamu ya 6. Kwa kweli ni maamuzi mazuri, na pia kuendelea kupeleka pesa kwa ajili ya mradi huu. Mwenyekiti wa bodi ya wakurugenzi TRC Bwana Ali Karavina ameeleza ni kwa namna gani TRC inashirikiana na jamii kuhakikisha kwamba mradi huu unakwenda, lakini pia faida zitakazopatikana pindi mradi huu utakapokamilika, ukizingatia kwamba mradi huu unakwenda kuvuka mipaka ya nchi. Tunajenga sehemu nyingi, tunajenga kwenda Mwanza, tunajenga kuja Tabora, na sasa tunajenga kuja huku. Lakini yote hiyo ni azma ya mama alivyotaka, kwamba twende ili tutakapokuja kumaliza, tunamaliza hizo kilomita zaidi ya 2000 kwa mara moja na kuanza kufanya kazi inayoeleweka. Kazi inayoeleweka maana yake nini? Kazi inayoeleweka maana yake tukifikisha hii reli Kigoma, na baada ya muda mtakuwa mnaona kazi ya kutoka Tabora kuja Kigoma na kutoka hapa kwenda Uvinza inakwenda kwa hali ya juu sana bila kusimama. Mama ameweka mguu chini, anataka tufikishe reli kwenye biashara ya mizigo. Biashara ya mizigo ili zote kuisaidia bandari ya Dar es Salaam kupata mzigo wa kudumu wa kwenda nje na kuifanya bandari yetu kuwa imara kuliko bandari zote za Afrika Mashariki. Huku tunakokwenda sasa ndiko kwenye biashara ya reli. Kwamba biashara yetu kubwa sisi ni mizigo. Biashara yetu sisi ile abiria mmeona kule, ile ni pati gazeti tu ya kuwaonyesha watu, wananchi wetu ambao ndio wenyewe wenye mali hii. Hiyo reli ya SGR inafanya kazi namna gani? Na kama mnaweza nyinyi wenyewe mkipita kule kati ya Dar es Salaam na Dar es Salaam na Dodoma, mtaona hali ya maisha hata ya wafanya biashara wetu wadogo. Sio kwamba imebadilika tu, imefanywa transformation moja kwa moja. Kama anavyosema mama, yeye anachotaka sio kubadili tu hali ya maisha, anataka kuleta transformation ya uchumi moja kwa moja. Tutoke hapa tulipo twende kwenye ngazi nyingine kabisa kule tulipo. Quality ile mlioiona kati ya Dar es Salaam na Dodoma ndio quality ya reli itakayojengwa. Na sisi tunasimamia kwa karibu sana kuhakikisha kwamba hatuharibu quality ile. Tunakuwa na quality moja kutoka Dar es Salaam mpaka bandari ya Kigoma, na quality moja mpaka tukafika Burundi, Msongati na kuendelea. Tunasisitiza sana kwenye quality kwa sababu ya nini? Ubora wa hii reli ndio uliofanya kale kareli kadogo kakakaa zaidi ya miaka 100. Tukijenga ubora mzuri mwanzo,
ni kwamba tuna uhakika wa muda mrefu sana reli yetu kukaa imara kwa miaka mingi baadaye. Kutokea hapa Uvinza mkoani Kigoma, ulikuwa nami Sami Omari na mpiga picha wangu alikuwa ni Ivan Mateni. Mpaka wakati mwingine, kwa heri.